Aprili 30, Jumatano, mwaka wa 2025. Baptism kamili inayookoa Asia kuendelea. Matendo 13:7. Ambaye alikuwa mtumishi wa liwali Sergio Paulo. Yule liwali, mtu mwenye akili, aliwaita Barnaba na Sauli kwa sababu alitaka kusikia neno la Mungu. Unapoendelea na maombi ya baptism, safari ya kuelekea kamili huanza. Utaona mpango kamili wa Mungu pamoja na agano kamili, safari na lengo. Huu ni mwanzo muhimu katika kuinua baptism. Kisha hatua kwa hatua safari itafanyika. Kipengele muhimu zaidi ndani ya safari ni uponyaji. Pia kilichobaki ni miongozo. Zaidi ya hayo, ni muhimu zaidi kuinua baptism kamili katika shule yako, kazi, biashara na mashamba. Ni jambo muhimu zaidi katika kuinua baptism kamili. Unapoendelea na baptism hii, mambo matatu yatafuata. Moja, mambo matatu unayopaswa kufanya katika zama za wikendi ya siku tatu. Kwanza, ili wale ambao ni wagonjwa wapokee uponyaji, lazima wawe na ubinafsishaji katika vipengele vitano. Pili, lazima ugundue talanta yako. Kwa hili, kila mtu pamoja na wewe lazima aje kwenye jibu lako kupitia neno baada ya kusoma vitabu ambavyo ni lazima kusomwa. Lazima pia ufikie hitimisho lako katika Kristo baada ya kusoma vitabu kuhusu watu mashuhuri. Unapojifunza kuhusu sikukuu, unapaswa kuelewa sikukuu tatu. Kupitia ibada lazima uje kwenye jibu lako la pekee, upekee na uumbaji upya. Hatimaye lazima uendelee kuwa ndani ya utimilifu wa neno, majibu ya maombi na harakati za uinjilisti. 2. Kumbi tatu. Mungu alitenda kazi juu ya Paulo alipoenda Makedonia na kupeleka injili kwa mataifa. Aliwaponya waganga, wale waliokuwa na roho waovu, na kuzivunja nguvu za giza. Pia alifundisha kuhusu Kristo, ibada, sala na ufalme wa Mungu kwa wazao katika masinagogi. 3. Mataifa 237 na makabila 5,000 kwa ajili ya uinjilisti wa ulimwengu. Kila mchungaji na afisa wa kanisa lazima ajitayarishe kwa huduma ya makabila mengi na lazima ainue maafisa wa makanisa wa makabila mbalimbali. Kwa sababu jibu la siku zijazo ni uponyaji, lazima uunde kikundi cha uponyaji. Msingi wa uinjilisti wa makabila 5,000 ni TCK. Ingawa wanaishi katika upande uliopuuzwa wa wigo wa kitamaduni kote ulimwenguni, watakuwa wahudumu muhimu wanaofanya uinjilisti wa ulimwengu kama Musa na Yusufu. Kufurahia baptism ni sawa na kutafuta na kufurahia jibu. Ikiwa huna jibu la maisha yako, hakuna maana katika maisha. Safari ni kuona majibu na miongozo ni kuwasilisha majibu. Ombi la agano. Mungu Baba, nakupa utukufu mkuu zaidi. Kwa kweli maisha yangu yaanze upya. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.